Ni tumpe nafasi atusalimie, awasalimie. Tunawashukuru sana watu wa Iringa kwa ukarimu wenu. Haya ni mapokezi makubwa sana. Mheshimiwa Makamu, hii wanakuambia ni lasha tu. Shughuli kubwa itakuwepo kesho. Na Tanzania nzima itashuhudia kwamba Iringa wanafanya nini kesho hapa. Tutaanza kongamano la Chaso. Baada ya kuzungumza na wasomi, tunakwenda kukiwasha kwenye mkutano. Pause. Mheshimiwa kama mwenyekiti, karibu wasalimie mama zetu, wasalimie watu wetu wa Iringa ambao wamefika hapa kukupokea. Makamanda, pause. Ni tuwashukuru wote ambao mmejitokeza kwa ajili ya kuja kumpokea makamu mwenyekiti wetu Mheshimiwa John Heche ambaye amekuja kwa ajili ya kongamano la Chaso, pia pamoja na mkutano wa hadhara utakaofanyika kesho katika viwanja vya Mwembetogwa. Ni jambo la heshima na la kumtukuza Mungu kwa kumsafirisha mpaka kufika hapa. Najua wana majukumu mengi, lakini wanapohitajika kwa shughuli za chama wako tayari kuja kwa sababu ndio wito walioitiwa. Kwa hiyo nanyi pamoja na mambo mengine ambayo mlikuwa nayo katika familia zenu, lakini mmeacha kwa ajili ya kuja kumpokea makamu mwenyekiti ili shughuli za chama ziweze kuendelea. Tuendelee kumwombea mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye bado yuko kwenye shida kule mahabusu. Tuendelee kumwombea, lakini nadhani makamu mwenyekiti atatueleza zaidi nini kinaendelea kwa leo hata kesho, lakini tuendelee kumwombea. Maombi ndio kila kitu. Pause. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, karibu sasa uweze kuwasalimia wanachama na wananchi ambao wamekuja kukupokea hapa uwanja wa Airport Nduli. Karibu sana. Chadema Vema. Peoples Power. Watu wa Iringa nawashukuru sana kwa kuja kutupokea. Tuna muda mrefu hatujazungumza hapa Iringa. Na chama chetu kimepitishwa kwenye misukosuko mingi tangu baada ya sisi kuchaguliwa. Lakini tunapitishwa kwenye misukosuko kwa sababu tuko kwenye haki. Wajibu wetu kama Chadema ni kuwa sauti ya wote wanaoumizwa kwenye nchi. Lakini pia ni kutaka nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia rasilimali nyingi zitumike kwa ajili ya kubadilisha maisha yetu. Wewe na mtu mwingine kwenye nchi, wote tuna deserve maisha mazuri. Kwa sababu ndio maana Mungu ametuweka kwenye nchi nzuri hii. Tunastahili wote kulala pazuri, kula vizuri. Tatizo la nchi yetu ni uongozi. Na chama pekee ambacho kitatoa solution ya matatizo ya kiuongozi, ambayo yametuweka nyuma kimaisha, ni Chadema. Amen. Na mimi nawashukuru kwamba mmechagua sehemu sahihi. Kwa kesho tutazungumza. Tutasema mengi. La pili, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu yuko ndani kwa maelekezo na maagizo ya serikali hii dhalimu, sio kwa sababu ni mkosaji. Hana kosa. Lakini historia ya dunia hii inatuambia tena na tena, kuanzia kwenye vitabu vya Biblia na Qur'ani, lakini hata kidunia, kwamba watu wanaokuwa na haki hata wakionewa wanashinda tu. Tundu Lissu ameshinda majaribio mengi dhidi ya maisha yake. Ameshinda jaribio la mauaji lilokuwa orchestrated na serikali hii ikiattempt kumuua. Atashinda gereza. Hawezi kushinda mauti akashindwa na gereza. Kama Mungu alimuokoa kwenye mauti yale, Mungu ana makusudi naye. Tuendelee kumwombea. Yuko imara. Lakini msimamo wetu kama chama ambao najua na Iringa mnaunga mkono, Lissu alikamatwa akiwa mzima, hana tatizo lolote. Tunamtaka nje akiwa mzima. Amina. Chochote kitakachompata, chochote kikimtokea akiwa kwenye mikono ya hawa watu, hakitaeleweka kwenye nchi. Hatutakubali na haitaeleweka. Hili tumeliweka clear kwa sababu tunaamini Lissu hana kosa. Kukosoa serikali kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi yetu sio kosa. Kusema uchaguzi usifanyike mpaka marekebisho yafanyike sio kosa. Imesema hivyo wamesema hivyo viongozi wa dini, wamesema baraza la maaskofu, wamesema KKT, wamesema
mashehe wamezungumza, NGO zimesema, Umoja wa Ulaya ulisema, kila mtu anayejua, anayeona alikuwa anajua kwamba kwenda kwenye uchaguzi katika mazingira yaliyokuwepo yale ni kuleta machafuko. Na hicho ndicho walichofanya. Machafuko yale yalisababishwa na wao kujitangaza na kukanyaga maoni ya wananchi na kukanyaga katiba ibara ya 8, ndio yaliyoleta matatizo yale. Kila mtu mwenye nia njema sasa hivi anaonya haya yanayoendelea. Kwa ni muhimu tunapowatahadharisha, msikie na muelewe kwamba nia yetu ni njema na sisi sio watu tutakaopiga magoti. Nataka niwahakikishie, chama hiki tunachokiongoza sio chama cha kupiga magoti kwenye uongo. Na tutashinda. Na washukuru kwa mara nyingine kuja kutupokea. Mungu awabariki sana. Tutaonana na tutazungumza mengi. Asanteni sana. Makamu Mwenyekiti, labda kwa kuhitimisha kwamba kuna mambo ambayo yanahusu taifa pia. Kuna swala la bajeti ya mwaka 2026-27. Nyie kama Chadema, bajeti hii kwa kiasi gani na kwenda kumsaidia Mtanzania? Kwanza serikali iliyoko madarakani sio serikali halali. Ni serikali ambayo ni dhalimu, imefanya kuu. Imejiweka madarakani bila kura za wananchi. Namna ya kupata uongozi kwenye nchi na namna ambayo hata sisi Chadema tunafanya ili tupate uongozi ni kushawishi wananchi watupigie kura kama ibara ya 8 ya katiba inavyosema kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Lengo kura serikali ambayo itakuwa inatokana na wananchi itakuwa ni kutumikia wananchi, ni kubadilisha maisha yao, ni kufanya waishi vizuri kwa raha. Sasa hii serikali haijatokana na wananchi, bunge halijatokana na wananchi, chochote wanachopitisha ni batili. Lakini vile vile hawana fedha, hawana makusanyo, na kule walikokuwa wanaenda kuombaomba kwa sababu ya kumonea Lissu na kuumiza chama chetu, milango inaenda kufungwa kule. Watapata shida sana. Kwa hiyo tutasema kesho kwenye mkutano, tutasema vizuri sana hayo yote. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful staying
is believing place in your hearts. Karibu.